Wangu nilikuwa nataka niulize kwa mfano kama ulivyo tumemsoma Yohana hapo, umesema Yohana alikatwa kichwa. Yeah. Sasa mimi nikaa najiuliza, nikaa nataka nimuelewe Mungu kwa upande mmoja zaidi, yani inakuwaje anaruhusu mtumishi wake kama Yohana na kata tu kichwa anakufa, yani ndo moja kwa moja mwisho wake. Alright. Yani inatokeeje mtumishi wa Mungu yani ndo hivyo, yani unakufa kirahisi kiasi? Kwa nini mtumishi wa Mungu anakufa kizembe? Kwa nini Yohana walimkata kichwa? Alright. Yani na Mungu akaruhusu hiyo hivyo, sio tu kumkata, yani akaruhusu tu. Mungu akaruhusu. Kwa nini aliruhusu itokee hivyo? Alright. Kitabu cha Marko kuna kitu nakitafuta hapa. Marko 9:11, 12 na 13. Maandiko yanasema hivi, wakamuuliza wakisema, mbona waandishi unena kwamba imempasa Elia kuja kwanza? Akajibu akawaambia, ni kweli Elia yuaja kwanza na kurejeza upya yote, lakini pamoja na haya ameandikiwaje mwana wa Adamu ya kwamba atateswa mengi na kudharauliwa? Lakini nawaambia, Elia amekwisha kuja, nao wakamtenda yote walioyataka kama alivyoandikiwa. Wasomaji wa Biblia wanajua ya kwamba Yesu alikuwa anaongea kwa habari ya Yohana Mbatizaji alipozungumza, kwa sababu Yohana Mbatizaji alikuja katika roho ya Elia. Kwa maandiko yanazungumza kwa habari ya wamekwisha kumtenda kama alivyoandikiwa. Sasa nataka uelewe kesi scenario ya Yohana Mbatizaji kukatwa kichwa, ndivyo alivyoandikiwa yeye aliandikiwa atakatwa kichwa. Na nataka tusikilizane vizuri. Wakati Yesu amemtokea Paulo, kanisa walikuwa na shida naye sana, walitaka kumpinga sana, na Roho Mtakatifu akasema huyu msimkatae, kwa sababu moja, imempasa kuteswa mengi kwa ajili yangu. Kwa lugha nyepesi ni kwamba aliandikiwa Paulo kupata mateso mengi kwa ajili ya Kristo. Haleluya. Kama ulikuwa ujui, sisi pia tumeandikiwa kupata mateso mengi kwa ajili ya Kristo. Kwa nini tumeandikiwa? Au kwa nini Yohana ameandikiwa? Kwa nini Yesu ameandikiwa? Namba moja, ndivyo ilivyompendeza Mungu. Ndivyo ilivyompendeza Mungu. There is no authority that can judge God. Divine authority imeamua hivyo. Now, asante Roho Mtakatifu. Oh Jesus. Warumi 8:29. Nataka usikilize vizuri. Tutaenda mpaka mstari wa 30. Maandiko yanasema hivi, maana wale aliowajua tangu asili aliwachagua tangu asili wafananishwe na mfano wa mwanawake, ili yeye awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Na wale aliowachagua tangu asili au akawaita, na wale aliowaita au akawahesabia haki, na wale aliowahesabia haki au akawatukuza. Sikilize, uko mfumo wa Mungu wa kuwahesabia watu haki. Unaelewa kitu nasema? Uko mfumo wa Mungu wa kuwahesabia watu haki. Yaani ili Mungu amhesabie mtu fulani haki, ana system yake ya kumhesabia haki. Kile kitabu cha Zakaria sura ya 3, I believe. Zakaria sura ya 3. Roho Mtakatifu asante, nisaidie. Zakaria sura ya 3, kuna kitu nataka uone hapa. Naanzia mstari wa kwanza. Anasema hivi, kisha akanionyesha Yoshua kuhani mkuu amesimama mbele ya malaika wa Bwana, na shetani amesimama mkono wake wa kuume ili kushindana naye.
Bwana akamwambia Shetani, Bwana na akukemee ewe Shetani, naam, Bwana aliyeichagua Yerusalemu na akukemee. Je, hiki si kinga kilichotolewa motoni? Basi Yoshua alikuwa amevaa nguo chafu sana, naye alikuwa akisimama mbele ya malaika. Naye huyu akajibu akawaambia wale waliosimama mbele yake akisema, mvueni nguo hizi zenye uchafu. Kisha akamwambia yeye, tazama, nimekuondolea uovu wako, nami nitakuvika mavazi ya thamani nyingi. Nikasema, na wampige kilemba kizuri kichwani pake. Basi wakampiga kilemba kizuri kichwani pake, wakamvika mavazi. Naye malaika wa Bwana akasimama karibu. Kisha malaika wa Bwana akamshuhudia Yoshua. Kitu gani nataka uone hapa? Kabla ya Yoshua kuja kusimama kuvuliwa mavazi yake ya uchafu, alipitishwa motoni. Pitishwa kwenye moto kwanza, pitishwa mahali fulani, ili Mungu anapokuja kumhesabia haki pasiwepo mashtaka yoyote yale ya kwamba huyu mtu kwa nini unampandisha na hajalipa. Sasa kuna mtu anaweza kujiuliza ya kwamba alright, sasa Yesu si alitulipia yote, kwa nini na sisi tena tunatakiwa tulipe? No. Tunashiriki mwili wa kwake. Kwa kama tunashiriki mwili, hatuwezi kushiriki mwili pasipo kushiriki sehemu ya mateso ya huo mwili. You cannot know the value of the head if you did not touch the part of the body. Acha niiseme kwa Kiswahili. Huwezi kujua thamani ya kichwa, yani kichwa, mwili hauwezi kujua thamani ya kichwa kama hakuna uhusiano wowote ule kati ya mwili na kichwa. Sio kama unaelewa kitu nasema. Kichwa chako kikikuuma, mwili wote unajua. So mwili wako wote utapambana kichwa kisiume. Kidole chako cha mguu kikiuma, mwili wote utapambana, kwa sababu wanajua maumivu huwa yanakuaje. So you cannot put a believer, uwezi ukamchukua mtu anayemwamini Yesu ukamleta tu kwa Yesu akaja akala raha na ajui kushiriki sehemu ya huo mwili na anataka kuwa sehemu ya mwili. You need to know how it feels when it comes to pain, so that unaponyanyuka kwa ajili ya kulinda mwili wa Kristo, unaulinda ukiwa unafahamu kwa nini unalinda. Do you get what I'm saying? Now, unaporudi kwa kesi ya Yohana, nimekwambia kuna mfumo wa Mungu ambao haujiwi na mtu. Anaweza kuamua hiki kiwe hivi, hiki kiwe hivi, na ndivyo inavyokuwa. Maandiko yanasema ilimpendeza Mungu. Kile kitabu cha Isaya sura ya 53. Let's see. Isaya sura ya 53. Asante Roho Mtakatifu. Isaya sura ya 53. Anasema hivi, ni nani aliyesadiki? Mstari wa kwanza, habari tulioileta na mkono wa Bwana amefunuliwa nani? Maana alikuwa mbele zake kama mche mororo na kama mzizi katika nchi kavu. Yeye hana umbo wala uzuri, na tumwonapo hana uzuri hata tumtamani. Alidharauliwa na kukataliwa na watu, mtu wa huzuni nyingi, ajuaye sikitiko, na kama mtu ambaye watu humficha nyuso zao. Alidharauliwa, wala hatukumhesabu kuwa kitu. Hakika ameyachukua masikitiko yetu, amejitwika huzuni zetu. Lakini tulimdhania ya kuwa amepigwa na Mungu na kuteswa. So aliyepiga Yesu alikuwa ni Mungu, and that's how it pleased him. Ndivyo ilivyompendeza. It is his justice system. Now, niongezea hapo. Kuna watu wanakufa na wanasema haya ni mapenzi ya Mungu. Sio kila kitu kinachotokea ni mapenzi ya Mungu. Halo? Yes sir. Namna gani unajua haya ni mapenzi ya Mungu, haya sio mapenzi ya Mungu? When you pray, that's when you know the will of God. Mtu yoyote asiyeomba hawezi kujua lipi ni mapenzi ya Mungu, lipi sio mapenzi ya Mungu. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako. Ina maana yanawezekanika kabisa mapenzi ya mwanadamu yakatimia, mapenzi ya adui yakatimia, ikiwa watu hawakusimama kwenye nafasi zao. Kwa yako mapenzi ya Mungu, na yako mapenzi ya adui, na yako mapenzi ya wanadamu. Wanadamu wanaweza kupenda jambo lao. Nisikilize, wanadamu wanapopenda jambo lao, usiposimama kwenye nafasi yako, yawezekana ukawa umebeba kusudi na mapenzi ya Mungu,
na yasitokee. Kwa nini? Kwa sababu hakuna mtu anayesimama ili kuhakikisha hilo swala linatokea. Hayuko mtu aliyesimama kwenye eneo analotakiwa kusimama. Hivi vitu havitokei. Mapenzi ya Mungu duniani yanatokea kwa sababu kuna watu wamesimama kwenye nafasi zao. Do you hear me? Yes sir. Kabla ya Yesu kuzaliwa kuna mmoja anaitwa Ana, alikuwa ni nabii, mwingine anaitwa Simeoni, alikuwa ni nabii. Wote walikuwa wanaomba. They were praying. Ana alikuwa ni mjane. Simeoni alikuwa anakaa hekaluni kuomba. Alipomwona Yesu akasema, sasa Bwana, waweza kumruhusu mtumishi wako aende kwa amani, macho yangu yameuona utukufu wa Mungu. Intercessions, watu wanaomba kwa ajili ya mambo kutokea. They don't just happen. Kwa Mungu anaweza kuja kukuambia, nimekufanya kuwa mtu mkuu, hiki ndicho ninachokitaka, haya ndio mawazo mema ninayokuwazia. Nisikilize, kama una watu wanaokuombea kwa ajili ya hayo mambo kutokea, yawezekana yasitokee. Kama uombi kwa ajili ya hayo mambo kutokea, yawezekana ukabakiza tu uko na mwaka fulani nilitabiriwa, ujue. Yes sir. Did you learn something? Amen.